Miili ya wanaume wawili iliyopatikana imetupwa kando ya barabara eneo la Soin, kaunti ya Nakuru Jumapili iliyopita imetambuliwa na familia kuwa ya Simon Yego na Collins Kipyatich kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet. Jamaa hao wawili waliripotiwa kutoweka Ijumaa iliyopita baada ya kudaiwa kutekwa nyara na maafisa wa polisi na baadaye miili yao kupatikana imetupwa Rongai. Familia zao sasa zinakisia mauaji hayo yanahusika na maafa ya Padri Alois Bet aliyepigwa risasi wiki mbili zilizopita katika eneo la Tot. Ruth Sarmoi Chesenge anatufungulia taarifa zetu za NTV jioni usiku huu. Familia mbili kutoka Elgeyo Marakwet zinaomboleza kifo cha jamaa zao wanaodaiwa kutekwa nyara na kuteswa hadi kufa. Wakizungumza katika makafani ya Nakuru Annex, walisimulia jinsi Collins Kipyego alidaiwa kutekwa nyara na polisi waliokuwa wanatumia ambulansi. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 alikuwa katika zahanati ya Tot Ijumaa ya Mei tarehe 30. Alikuwa tu on medication ya malaria na hiyo ambulance ikakuja wakamchukua tu. Majira ya saa 11:30 jioni, gari la Simon Yego lilikingwa na ambulansi katika shule ya msingi ya Tot alipokuwa akipeleka mzigo kwenye hospitali ya Tot kabla ya curfew kuingia. Watu ambao wako armed wakashuka wakamtoa kwa probox yake na kuingiza yeye kwa hiyo ambulance. Wakati wa tukio hilo, Simon anasemekana alikuwa amebeba abiria wa kike. Mtu mmoja aliyekuwa amejihami alichukua usukani wa gari lake. Wakati huo wote, dereva anayeaminika kuwa afisa wa polisi alikuwa akimhoji abiria huyo. Huyo msichana anasema aliulizwa, "Do you know the people who killed the priest who was killed?" Huyo akasema hapana. Na baada ya kuripoti kupotea kwao katika kituo cha polisi cha Tot, miili ya wawili hao ilipatikana zaidi ya kilomita 200 kutoka eneo waliotekwa nyara. Mikono imekatwa na ni kama walinyongwa. Familia hii sasa inalaumu polisi. Tunauliza tu serikali ni kinyama gani mtu akifanya makosa si apelekwe tu kotini. Akizungumza katika ibada ya kumbukumbu ya Padre Alois Bet katika kanisa la Katoliki la Chesongoch Mei 25, Naibu Inspector Generali wa polisi Eliud Langat aliapa kukabiliana na madereva wa Probox kufuatia kilio cha wakazi. Mumeongea list ya Probox, nimesikia. Kagas imepatia nyinyi hofu. Mimi nasema hivi, niwapatie, give me those criminals wenye aliua father. Leo hiyo list ya Probox I will see it. Mshirikisho wa bonde la Ufa Abdi Hassan alitupilia mbali madai ya maafa haya kuhusiana na kifo cha Padre Alois, akisema kuwa uchunguzi unaendelea. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.